katika mwanga. Bwana Yesu asifiwe. Living in the light, ishi katika mwanga. Sisi kama Wakristo ambao tumekwisha itwa na Yesu Kristo na tayari tumo ndani ya Yesu Kristo, nikatamani asubuhi ya leo nije nikufariji kwa kukutia moyo kwa neno hili ya kwamba living in the light, ishi katika mwanga. Bwana Yesu asifiwe. Ishi katika mwanga. Mwanga ni nani? Mwanga ni Yesu Kristo. Sasa tunapoishi katika mwanga wa Yesu Kristo, anaanza mstari wa kwanza, anasema kwa kusema, kwa hiyo mwigeni Mungu, maana ninyi ni watoto wake wapenzi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia yangu ya Kiswahili inasema hivyo, kwa hiyo mwigeni Mungu, maana ninyi ni watoto wake wapenzi. Haleluya. Sasa wakati nafikiria habari ya kumwiga Yesu Kristo, maana yake kuishi katika mwanga, nikaona kuna jambo ambalo anatueleza katika ule mstari wa pili. Katika huo mwanga kuna jambo gani? Watu ambao wanaishi katika mwanga, kuna vitu gani ambavyo wanatakiwa uwe navyo, signs ambazo wanatakiwa uwe nazo katika maisha yako, ya kutujulisha ya kwamba mimi nipo katika mwanga. Haleluya. Sasa ule mstari wa pili, na ndipo anaanza sasa kutueleza Paulo wa Kristo, sisi ambao tuko ndani ya mwanga, je, tuwe na kitu gani ambacho kitatupa kama ishara ya kutuonesha ya kwamba sisi tumekwisha toka katika giza, sisi tupo katika mwanga. Giza kwa kikambi inaitwaje? Kibindu. Sisi tumekwisha separating, God separate us from the kibindu. Sasa lazima hata kama tunapokuwa tunatembea huko njiani, watu wajue kabisa kwamba sisi tumeseparatiwa kutoka kwenye nini? Kibindu. Tupo kwenye nini? Mwanga wa kikambo. Cheni. Sisi tayari tuko kwenye cheni. Hatuko tena kwenye kibindu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu walio katika kibindu, jambo la kwanza ambalo Paulo anasisitiza wawe nalo ni ule mstari wa pili. Inasema kwamba wendo. Haleluya. Jambo ambalo wanatakiwa kuwa nalo watu ambao wamo ndani ya Yesu Kristo, wanatakiwa kuwa na lava. Bwana Yesu asifiwe. Soma huo mstari wa pili, Sheda. A life of love. And live a life of love. Your life must be controlled by love. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yetu lazima yaongozwe na nini? Na upendo. Na upendo. What is love? Who can give me definition good well about love? What is love? Hivi ukiulizwa na mtu, wendo ni nini? One? What is love? Anasema love is love. Newton, welcome my dear. What is love? Oh, love is a strong affection towards something. Strong Affection. Yes, strong affection. What's love? Uasherati, uchafu wote ule au choyo visitajwe kamwe miongoni mwenu. Kwa vile sasa sisi tumekuwa katika mwanga, hapa kuna jambo linasema kwamba tutembee kama watoto wa nani? Wa Mungu. Walk as children of God. Tutembee kama watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu wana alama gani? Watoto wa Mungu ndani yao kuna mambo mabaya hayatajwi. Ukishakuwa mtoto wa Mungu, kuna vitu ambavyo vinaanza kupunguzwa ndani ya maisha yako, sio kwa kupenda wewe, ni kwa sababu umo ndani ya nuru, mwanga. Mwanga unatusaidia kuona, maana yake utajua kwamba hili ni baya, hili ni jema, hili ni baya, hili ni jema, hili ni baya, hili ni jema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna mambo hapa ambayo Paul anayataja sasa kwamba yasitajwe kwetu tena, maneno ya aibu, ya upuzi au ubishi, yote hayo hayafai kwenu. Maana yake ni nini? Tutembee kama watoto wa Mungu.